leo nikaonelea nifundishe vitu hivi 7, pengine itakuwa ndio faida kubwa ya kuingia sisi peponi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake, akawaambia maneno haya mafupi: a'dha'u sujud 7. Sikiliza vizuri, a'dha'u sujud 7, viungo vya kusujudu viko 7. Sasa hapa ukae vizuri, usikilize vizuri. Kama unakosea katika mtiririko huu ambao amekufundisha Bwana Mtume Muhammadin, utambue kuwa swala yako itakuwa katika mashaka makubwa, na hali ya kuwa awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawma al-qiyamati as-salah. Jambo la kwanza ambalo mwanadamu ataulizwa siku ya Kiyama ni swala. Umeiswali vipi? Ulikuwa unaitekeleza vipi? Ulikuwa unafanya kwa taaluma au kwa kufanya tu kwa kuwa wenzio wanafanya? Utaulizwa. Ndio maana Allah jalla jalalu, utamkuta Allah anawazungumzisha watu ambao wanaswali yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. صدق الله العلي العظيم. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakunjua ugoko wake. Sijui uko ugoko unajulikana, sifahamu vizuri. Ugoko ni kipande chako cha mguu ambacho kutoka kwenye goti kwenda kule kwenye kikanyagio. Kule pwani twaita ugoko. Sasa sijui huku waitwaje. Sasa yauma yukshafu an saqi, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atakunjua ugoko wake. Wayud'auna ila sujude, na wataitwa wale ambao waliokuwa wanadokoa katika kusujudu ili wausujudie ugoko wa Allah. Fala yastati'una, hawataweza kuusujudia huo ugoko. Allah anamalizia anasema khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla, watakuwa wenye kuogopa na kutetemeka na umekutwa kwa wao udhalili, yani hawataweza kitu chochote. Kwa sababu gani? Duniani walikuwa wanasujudu kwa matamanio yao, sio kwa mafundisho aliyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ulikuwa utangulizi. Malengo yangu kamili ni kukufundisha we viungo ambavyo amefundisha Bwana Mtume Muhammadin visujudu. Haya ni mafundisho kutoka kwa kinywa tahara cha mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin. Viungo hivi Bwana Mtume Muhammad akavitaja. Kwa kiungo cha kwanza kabisa ni paji la uso. Nikizungumza paji la uso linajulikana, ambaye ni sehemu ambayo imezungumzwa ndani ya Qur'ani al-Karim, simahum fi wujuhihim min athari sujud, alama zao wale watu ambao wanaswali kwa utaratibu aliofundisha Allah subhanahu wa ta'ala ziko ndani ya nyuso zao kutokana na athari za kusujudu. Paji la uso alilofundisha Bwana Mtume Muhammadin sio usujudie huku, usujudie hapa na pua yako iguse katika ardhi. Hii ndio sehemu ya kusujudu.
Sasa utamkuta mtu anasujudu ameweka hapa, alafu pua inaning'inia juu tu, bado hajapata mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Kusujudu, kuna sujudu hii sehemu, paji la uso na pua yako lazima iguse pale unaposujudu. Kipengele cha kwanza hicho. Kipengele cha pili ni mikono miwili hii hapa. Uchunge sana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Kusujudu kwa mikono miwili, hausujudu kwa kutambaza hii mikono kuilaza chini, la, swala yako itakuwa haiko sahihi. Yani usiilaze, bali inatakiwa uisimamishe na ipite huku. Yani hivi vigoko vyako hivi vya mikono au kafaini hizi ziwe zinatokea kwa huku. Lakini ukitandika chini hivi, maana yake hujapata mafundisho aliyokufundisha Bwana Mtume Muhammad, na swala yako itakuwa na mashaka. Kuna mtu ambaye anasujudu kwa kuwa swala jambo lake ni kubwa. Hebu ngoja nisujudu kwanza ionekane jinsi ya kusujudu. Hapa ndipo nimesujudu na mikono yangu naiona, hiki kinafanana na hiki na hiki hapa kinafanana na hiki. Yani usifanye hivi, fanya hivi ili mabega yako yafanane na huu mkono na huu wa huku, alafu usujudu. Nadhani nimeeleweka. Ukifanya hivyo, basi umesujudu kwa mafundisho aliyokufundisha Bwana Mtume Muhammad. Tumepata tatu Sehemu ya 4 na ya 5 maana yake inapatikana katika magoti. Magoti yako ndio yanatakiwa ya sujudu katika kusujudu. Usisujudu tu kwa kuwa wewe unasujudu, la, utambue kuwa magoti yako yamesimama sawa sawa katika kusujudu, ili upate swala yako iliyokuwa sahihi, swala ambayo utakuja kuulizwa yauma yatazakkaru linsanu ma saa, siku ambayo mwanadamu atakumbuka nyakati hizi zilizopita, ulizokuwa unakuja msikitini na kurudi unajifanya unaswali, kumbe hauswali. Ndio maana ukiangalia ndani ya Qur'ani Karim, Allah anazungumza sana na watu wanaeswali wasije wakapoteza muda wao. Ndio Mungu utamsikia fawailun lilmusallina. Sio kama hawaswali, wanaswali wao, wanaona wanaswali, lakini uswaliji wao sio ule ambao ameuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Sehemu ya 6 na ya 7, hii ndio yenye shida kubwa. Hata maimamu utawakuta wanafanya hivyo, hata watu ambao wamepitia Qur'ani utawakuta wanafanya hivyo. Sehemu ya 7 na ya 6 ni vidole vyako viwili vya huko mguuni, hivi navyo vinatakiwa visujudu. Lakini malasafi shadid, kwa kuwa watu hawajui mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad, basi utakuta mtu anasujudu alafu miguu yake yacheza juu hivi. Sijui nionyeshe, nageuka tena. Kusujudu, utakuta watu wanasujudu alafu wanafanya hivi. Si sahihi, inatakiwa ufanye hivi. Kuna wengine wanakuta wananyanyua hivi, anasujudu hivyo. Kuna mwingine anafanya hivi. Kusujudu hakuendi katika mazingira hayo. Hapa kwenye kusujudu ndipo kuna kikazi cha mwisho. Narudi tena kwenye kusujudu hapa. Ukinyanyua hiyo miguu yako, maana yake bado haujatimiza viungo vya kusujudu. Na kama haujatimiza viungo vyako vya kusujudu, maana yake swala yako iko ndani ya matatizo makubwa sana.
haitafikia zile daraja ambazo amezisema Bwana Mtume Muhammad. Swala ina daraja ngapi? 27 daraja, si ndio hivyo? Maana yake ukikatakata hiyo 27, hiyo 27 haifiki, na kama haifiki maana yake imekwenda robo, na kama imeenda robo itakufaidisha nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hivyo ndivyo tunavyoviona sisi. Huko kwenye kutamka Qur'ani yenyewe kukoje? Yani utakuta swala yako yote umepata kiduchu tu. Maana ukisema usome alhamdu ndo balaa lingine. Kuna anayesema alhamdu, kuna anayesema alhamdu, kuna anayesema silata, kuna anayesema sirata. Yani kila mtu anakuwa na makando yake. Sasa kwenye kikazi kunapunguza daraja, na huko kwenye kusoma kunapunguza daraja. Utafika vipi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam? Lazima tunaposwali tufuate kanuni hizi ambazo ametufundisha Bwana Mtume Muhammadin. Nimalizie kwa mambo mawili. Tahiyatu ziko 2 tu ndani ya Uislamu. Ndani ya Uislamu tahiyatu ziko, yani ukikaa vyovyote unavyotaka wewe, hayo ni matakwa yako. Leo nikaonelea nifundishe vitu hivi 7, pengine itakuwa ndio faida kubwa ya kuingia sisi peponi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ninazungumza hivi sio kama ninalazimisha kwa mgonjwa ambaye hawezi kukaa, anaweza akakaa kwa mkao wote. Mimi ninazungumza na watu waliokuwa sahihi, mnielewe vizuri. Nazungumza na watu waliokuwa wazima, lakini mgonjwa huyu anapata udhuru wa ugonjwa na swala yake inakuwa sahihi. Lakini anayekaa tu kwa tamani nafsi, swala yake inakuwa na shida. Sasa kama unajijua mgonjwa, basi kaa unavyotaka wewe, ruhusa. Alislamu, wanasema Uislamu ni mwepesi sana. Uwepesi wake unaenda na kutokana na yule jinsi alivyo. Yani wewe ukiwa mgonjwa, basi vyovyote utakavyoswali, swala yako inakuwa sahihi. Kwa kulala, siju kwa kuinama, kwa kukaa tu au umeganda tu hivi, swala yako itakuwa sahihi. Lakini ukiswali hali ya kuwa wewe ni mzima alafu unafanya hayo madudu, maana yake swala yako itakuwa na matatizo. Aliyokuwa sahihi ni yule ambaye hafyatuki na hajibani. Khairul umuru awsatuha, ndivyo alivyosema Bwana Mtume Muhammad. Yani usijifyatue, maana ukijifyatua ndo maana kuna watu wengine wanatoka sijida kwa nguvu. Yani hatoki kwa mafundisho yale aliyofundisha Allah. Anatoa sijida kwa nguvu. Kwa nguvu vipi? Manake anajifyatua zaidi, alafu mwili wake wote unasogea huku na sasa hapa lazima pachubuke kwa lazima tu, sababu mwili mzima umeenda kule. Katika kusujudu inatakiwa usujudu sehemu ambayo wewe unafikia kusujudu hivi. Usijifyatue sana ukaenda huku, au usifanye hivi. Anayefanya hivi ni mtoto wa kike, nayo ni mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad. Mtoto wa kike anapotaka kuswali inatakiwa abane maziwa yake ili yasibembee. Sasa mikono hii inatakiwa ibane kifua, lakini mwanaume alafu anasujudu hivi hapa vitoke huku, maana yake anasujudu kwa muundo huu. Nimeeleweka? Huko ndiko kusujudu kulikofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiwa kwenye sijida, mikono yangu nikawa nimeiweka sijida chini, afu katika sijida, nipo kwenye sijida nikaunyanyua mkono mmoja hapo, mfano nikajikuna kichwa. Je, itahesabika nimesujudu mara ngapi na swala yangu itakuwa katika wakati gani? Itakuwa umehesabika kuwa umesujudu mara moja tu, ile ambayo ulioenda nayo.
Maana huku kunyanyua mkono sio matakwa yako, bali kuna dharura ambayo imetokea ndio imekufanya ufanye hivyo, ndo ukarudi kwenye sijida yako. Sio mkono tu, hata mguu unaweza akakupita mdudu hivi ukaunyanyua ukaupiga chini ili kumuondosha yule anayekutambaa. Inakuwa ni sahihi, sababu mimbabi dharura. Hiyo yote inaingia katika mlango wa dharura ambao unatokea katika swala, kama kumzungumzisha mtu, nayo ni somo maalum. Imamu anasoma alafu amesahau, inatakiwa azinduliwe. Nilimsikia mtu mmoja hapa anaingia wakati wa kuswali, nako kumefundishwa kule, yani usiseme alhamdulillah. Mafundisho haya hamna. Sisi kumzindua mtu katika swala, mwanaume anasema subhanallah, mtoto wa kike anafanya hivi. Sijui umeelewa vizuri? Yani wa kiume anasema subhanallah, anataka kumzindua imamu au anataka imamu amsubiri, sio alhamdulillah. Ushafahamu? Sasa haya yote yanatakikana kupatikane darasa ambalo la kufundishana kila sehemu na kipengele chake. Utakuta mwingine hata katika kuswali anakimbia tititi, alafu anakuja Allahu akbar. Ujue kwanza arkanu swala, kama arkanu swala. Unapokuja tafakuru, alafu Allahu akbar, kuna mtu anakimbia kwenye swala Allahu akbar ameinama, maana yake swala batil, ulichokifanya hamna. Sababu gani? Kwanza haujasimama, ndo nguzo ya kwanza. Alafu baada ya kusimama utie nia ya ile swala ambayo unaiswali, alafu ulete takbiratul ihram. Huu ndo mtiririko wa swala, Allahu akbar, Allahu akbar. Lakini wewe Allahu akbar umeenda hapo, umepita nguzo ngapi? Swala batil. Bal aktharuhum la ya'lamun, wengi hawajui, wanaona wao wamewahi kwenye swala, tukumbe hamna anachokifanya. Ndo hawa yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, hawataweza kusujudia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu barakatuh. Hapa mwalimu ameonyesha viungo 7 vinasujudu, lakini mimi nataka niulize style ya kuviweka viungo. Anasema tu viungo anasema tunaweka hivi, si ndio mwalimu? Je, huyu anaiweka hivi akaweka hivi, pengine hasa muda wa kusimama, wengine ndo anafanya hivi Allahu akbar hivi, vipi hapo? Swali langu ni hilo. Kwa huyo mtu anayefanya hivyo swala yake ni sahihi, lakini amefanya tu mageuzi ya kwake, maana kwenye kusujudu tayari ashatoka. Sasa katika kusimama sasa yeye anafanya hivi, sijui ndo nguvu zake zinavyopatikana au sijui vipi, lakini ikitakiwa afanye hivi ndo anyanyuke. Unajua mambo mengine ni mazoea, na mazoea al-ada adawa, walivyosema ulama unal ajilla. Ada mara nyingine nakuwa ni uadui. Yani mtu mwingine amezoea tu hivyo, anazoea. Ukimwambia shekhe hili alifanyi, kule Iringa kuna shekhe mmoja na salatul Jumaa kila siku anaingia na tasbihi. Shekhe mkubwa anakaa pale, hutuba inaendelea, anavuta tasbihi. Sheria imemkataza kuvuta tasbihi wakati wa hutuba, imekatazwa. Inatakiwa unyamaze na ukae kimya umsikilize khatibu. Lakini yeye ni shekhe tena khiriji al-Azhari, anavuta tasbihi. Tukamuita siku, ilikuwa habari kubwa. Sasa sio mafundisho hayo, bali isipokuwa yeye amechukua ada yake na mazoea yake. Sasa hiyo sio dini. Dini inaenda katika mafundisho na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwalimu, nashukuru kwa darasa, lakini swali langu mimi nauliza kutokana na aya uloisoma hiyo yauma yukshafu an saqin, na saqi umetafsiri ukasema kwamba ni muundi, na katika sura Tushura muundi muundi maana yake kiungo, ugoko. Sisi tunasema muundi,
Sasa katika suratu Shura Mwenyezi Mungu anasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir, hafananishi na chochote. Mimi na muundi, Mungu ana muundi, mbona tumemfananisha? Bismillahirrahmanirrahim. Swali gumu aliloliuliza, lakini swali jepesi aliloliuliza. Gumu unakujaje? Yani hajaelewa Allah alivyozungumza laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu albasir. Umeona alivyosema? Yani Mungu hana mfano wa kumfananiza kuwa pua yake imekaa hivi, macho yake yamekaa hivi, lakini macho anayo. Mungu anao mkono, lakini mkono wake laisa kamithlihi shay. Mungu anaye mguu, sababu katika tauhidi umezisoma kuna sifatu as-salbiyya, alafu sifatu al-maani, alafu sifatu lillahi al-wahid al-qahhar. Ziko hizi tatu. Sifatu al-maani ni sifa gani? Ni zile zinazoleta maana kwa wanadamu kama Samiu, Basirun, Abdurrahman, Abdullah. Sijui umeniona? Hii Abdullah manake abdu lillah, si ndio hivyo? Lakini anaposema laisa kamithlihi shay, mguu wa Mungu haufanani na mguu wako. Ndio maana ukisoma kisa cha Nabiyullahi Musa alayhi salam, pindi alipokuwa katika mlima wa Turi Sina, alimuomba Allah amuone. Allah akasema lan tarani, hutaweza kuniona we Musa. Akasema mimi nataka nitumaini, nataka nikuone. Mungu akasema basi tulia unione. Fandhuru ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Sasa ili unione nataka nikuoneshe kwa Mungu yukoje. Angalia kwenye huo mlima uliokuwa mbele yako. Yeye alikuwa katika mlima wa Sina, lakini kuna mlima unaitwa Jabal Musa. Wale wanaenda Misri wanafanya ziara kwenda kule kwenda kuona. Na mimi nikizungumza kama nauona, lakini wenzangu hamjauona. Sasa fandhuru ila aljabal, angalia kwenye huo mlima huo unaoangalia huo. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, pakitulizana kwenye huo mlima basi mimi utaniona. Ulamauna al-ajilla wanasema hivi, alipeleka nuru. Nuru unaijua? Yani kama hapa kuna kitobo, kuna mionzi fulani inapita kama chenga fulani, afu akaipitisha pale hapo akapeleka. Ule mlima haukutulia, ulikatika vipande vitupu. Lengo lake nini? Allah anataka kumfahamisha kuwa akionesha mkono wake, yani pale Musa alianguka na akazimia kwa kuleta nini? Shuaa zile, ile mionzi ile, alianguka na akazimia kabisa. Na alivyoamka akasema inni tubtu ana, mimi nimetubu, sitaki tena kukuona. Je, angepeleka mkono wake Allah ingekuwaje? Angekatika vipande, angekuwa unga, angekuwa nini? Sasa laisa kamithlihi shay, kweli Mungu hafanani na kitu chochote katika umbile lake jinsi lilivyo, lakini viungo vyake vipo. Na hivyo viungo ili tuvijue, kama unavyoviona kwa mkono upo. Sasa mkono wake uko vipi? Kama msikiti. Wasualu anha bid'ah, ndio walivyosema ulama ul-ajilla. Kuuliza kwa huo mkono sasa ukoje, anashika vipi, si hatuna uwezo, lakini mkono upo. Unanyosha vipi? Mkono wa Mungu unaweza ukanyoka hapa mpaka Mtwara. Anaunyosha vipi? Unafika vipi sisi? Laisa kamithlihi. Sisi uwezo wangu mimi huu mkono, si unaona unapofika? Basi hauvuki kwenda kule wala kwako. Ukifika, ukiona unafika jini, ukiona unafika kwako, maana yake huyo mtu si mtu, ni jini. Sijui nimeeleweka? Sasa laisa kamithlihi shay, kweli Mungu hana mfano wa maumbile yake jinsi yalivyo. Mwili wake ulivyokaa umekaa vipi? Hatuwezi. Lakini viungo, macho anayo. Sababu ukisema Mungu hana macho, maana yake naqsun, wa naqsu muhalu ala Allah ta'ala. Ukisema Mungu hana mkono, maana yake wewe unamuona mtu asiyokuwa na mkono anavyopata tabu. Maana yake Mungu anafanya vipi mambo yake? Naqsun wa naqsu muhalun alayhi. Upungufu kwa Mungu ni muhali.
huo mkono ukoje? Allahu a'la wa a'lam. Wa kullu aam wa antum bi khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.